Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Mrembo Hamisa Mobeto siku ya leo amezua gumzo kubwa sana mitandaoni baada tu ya kuzungumza kuhusiana na mzazi mwenzake msanii Diamond Platnumz. Ukiangalia msanii Diamond wiki iliyopita aliweza kuzungumza kuhusiana na mtoto wake Dylan. Kwa sasa hivi msanii Diamond Platnumz anakubali kwamba yule ni mtoto wake, lakini pia kwa sasa hivi msanii Diamond Platnumz ameamua kuchukua jukumu kama baba la kutaka kumlea yule mtoto wa Hamisa Mobeto, na tuliona namna ambavyo Diamond alimuomba Hamisa Mobeto, naomba sasa hivi niishi na mtoto wangu. Mtoto tayari ameshakuwa. Sasa hivi ukimwangalia Dylan ana umri wa miaka 8, basi ni umri ambao kwa baba pia anaruhusiwa kuishi na mtoto wake. Hata mkienda mahakamani, mtoto kama umri wake umefika miaka 7 na zaidi anaruhusiwa kwenda kuishi na baba yake, lakini akiwa umri wa miaka 7 kushuka chini, basi haruhusiwi kuishi na baba yake, ataruhusiwa kuishi na mzazi wa kike. Lakini unaweza kuona hii situation ambayo Diamond Platnumz anaifanya kwa Hamisa Mobeto ni kama vile hamtendei haki. Ukiangalia Hamisa tangu amejifungua huyu mtoto Dylan mpaka hapo alipofikia, hakuna mchango wowote ambao Diamond Platnumz labda aliwahi kuutoa, aliwahi kumfanyia. Ada ya shule Hamisa Mobeto huwa mara nyingi anazungumza kwamba mtoto wake anamwangalia yeye peke yake, na mara nyingi sana Diamond baada ya kile kipindi kukataa majibu ya vipimo vya DNA, Hamisa anakuambia mimi nilimwacha, niliamua kumpotezea, nikakaa kimya kabisa. Baadaye nilipoolewa na mume wangu Aziz Ki, basi Aziz akawa anamchukulia kama mtoto wake, anaendelea kumlea, anamlipia ada ya shule. Mambo kama hayo Aziz Ki ni mambo madogo sana kwake, anaingiza pesa nyingi sana katika klabu yake ya mpira ya huko nchini Morocco. Sasa Hamisa anashindwa kumuelewa Diamond kwa sasa hivi. Anashindwa kuelewa huyu Diamond ni kitu gani ambacho anakitaka kwa mtoto wangu tena. Mbona alishasema huyu mtoto hamtaki? Mbona alishasema huyu mtoto sio wa kwake, kwamba mtoto hajafanana naye, mambo kama hayo. Lakini Hamisa Mobeto kitu kimoja tu tunaweza kukampongeza, ni dada ambaye ana msimamo sana. Tangu mtoto amezaliwa mpaka mtoto anatimiza umri wa miaka 8, hajawahi kumtaja baba mwingine zaidi ya msanii Diamond Platnumz. Anakuambia huyu mtoto ni wa Diamond, na majina yake ya shule yote tumeandika majina ya msanii Diamond Platnumz. Lakini sasa hivi Diamond baada ya kuona mtoto amekuwa, lakini pia baada tu ya kuona Hamisa tayari ameolewa na ana mwanaume ambaye anamhudumia huyu mtoto, ni kama vile nafsi imemsuta Diamond. Ni kama vile Diamond akaona huyu mtoto ninavyoenda kumpoteza, huenda historia ikajirudia. Msanii Diamond ana historia ya kutolelewa na baba yake mzazi, na mpaka leo hii Diamond hampendi baba yake na wala hawasiliani naye. Yani yeye ni mtu ambaye anamjali sana mama yake kuliko kumjali baba yake, licha ya kwamba yupo hai, lakini mabaya ambayo aliwahi kumfanyia hapo nyuma, basi mpaka leo hii Diamond hana hamu kabisa na baba yake mzazi. Sasa Hamisa Mobeto ameamua kuzungumza hichi kitu baada tu ya kuona Diamond anamtaka mtoto wake, na yeye pia ameamua kuzungumza baada tu ya kuulizwa kuhusiana na hilo sakata imekuwaje kuwaje. Ni kwa nini sasa hivi Diamond anamdai mtoto wake? Kuna kitu chochote labda ambacho Diamond na Hamisa walizungumza, ndio maana msanii Diamond akapata huo ujasiri wa kuzungumza kuhusiana na kumtaka mtoto kwa Hamisa Mobeto. Hamisa ameweza kuweka wazi mambo ambayo yanaendelea kati yake pamoja na mzazi mwenzake msanii Diamond. Amedai kwamba msanii Diamond alimtafuta na kumwambia kuhusiana na kwamba yeye sasa hivi amemkubali yule mtoto, na amekiri wazi kwamba amekosea. Anaomba sana Hamisa amsamehe, lakini Hamisa Mobeto anakuambia baada tu Diamond kuomba msamaha kama hivyo, basi mimi nikamsamehe, nikaona kwamba huyu ni mzazi mwenzangu, haitobadilisha chochote. Lakini baadaye Diamond akaja tena akampigia simu Hamisa, akaweza kumpa ile ombi kwamba naomba basi kwa kipindi hiki niweze kuishi na mtoto wangu, tayari ameshatimiza umri wa miaka 8, naomba niishi naye. Na Hamisa kitu ambacho anakizungumza, anakuambia kwamba mtoto wake Dylan ni mtoto ambaye hawezi kabisa kuishi mbali na mama yake. Anampenda sana mama yake kwa asilimia kubwa, kwa sababu ndiye mzazi ambaye alikuwa anamuona, ndiye mzazi ambaye alikuwa anampambania, ndiye mzazi ambaye mtoto wake anafahamu kwamba huyu ni mama yangu. Baba hata siku moja
mmoja hajawahi kupiga simu kuzungumza na mtoto wake, na Hamisa anakuambia hajawahi kabisa kumtafuta Diamond kwamba mtoto amekumisi, naomba uzungumze naye. Na Hamisa anakuambia alipitia kipindi kigumu sana. Mtoto anamwambia natamani kuongea na baba yangu, lakini Hamisa anamtuliza tu. Anakuambia nikipiga simu kwa Diamond alikuwa hapokei, hashiki simu, nitamwambia nini mtoto? Ilikuwa nabaki tu kumwambia mtoto ipo siku tu baba yako atakupigia simu, mtazungumza. Lakini sasa hivi Hamisa anakuambia mtoto wake anaenjoy sana anapokuwa na Stefano Aziz Ki. Anaona kabisa huyu ndo baba ambaye ananipenda, japokuwa anajua kabisa huyu sio baba yangu mzazi, lakini anaelewa kila kitu. Lakini sasa Hamisa anakuambia sasa hivi Diamond anapotaka kuja kuishi na yule mtoto, itakuwa vigumu sana kwa yule mtoto kwenda kuishi na Diamond kwa sasa hivi, kwa sababu anakuambia ni mtoto ambaye amemzoea kwa asilimia kubwa sana, lakini pia ni mtoto ambaye yeye kama Hamisa hawezi kuishi naye mbali, anampenda mtoto wake. Sasa ukiangalia kwa miaka yote hiyo Hamisa ameishi na mtoto wake, alafu wewe tu kirahisi uje umchukue. Hamisa anakuambia ningeweza kumpatia mtoto aishi naye endapo angekuwa anawasiliana na mimi vizuri tangu mtoto akiwa mdogo, tunashirikiana kumlea, anatuma pesa za matumizi, anazungumza naye video call, mambo kama hayo. Basi Hamisa anakuambia nisingekuwa na moyo mgumu wa kumpatia wakaishi naye, lakini sasa hivi siwezi kumpatia mtoto wangu wakaishi naye kwa sababu Diamond hajawahi kupiga simu kumsalimia, Diamond hajawahi kumkubali kama mtoto wake. Licha ya sasa hivi ndipo ameweza kufahamu kwamba huyu ni mtoto wangu, na sasa hivi ameamua kujirudi na kumtaka huyu mtoto kuishi naye, lakini Hamisa anakuambia haiwezekani. Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification.